The Green Voice. Yes, we are green. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili. Wote ni wanawake. Wa kwanza anaitwa Seva Simwinga miaka 29 na wa pili ni Sara Simwinga, yeye ana miaka 35. Hawa ni wafanyabiashara na ni wakazi wa Mponja, maeneo ya Uyole jijini Mbeya, na wanashikiliwa kwa tuhuma hizi ambazo nimesema za kukutwa na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi ambazo walikuwa wanazisafirisha. Hizi dawa ambazo wamekamatwa nazo katika uchunguzi wa awali kwenye vipimo ambavyo vimefanyika vimekutwa ni kilo 134. Watuhumiwa walikamatwa Mei tarehe 21 mwaka 2025 majira ya usiku katika operation maalum ambayo inaendelea kufanyika katika jiji letu la Mbeya pamoja na mkoa mzima kwa ujumla, na walikamatwa huko mtaa wa Mponja uliopo kata ya Uyole tarafa ya Iyunga jijini Mbeya. Watuhumiwa walikutwa wakiwa na magunia 4 na masanduku 4 yaliyokuwa yamesheheni hizo dawa za kulevya aina ya bangi, na walikuwa wamehifadhi ndani ya nyumba wanamoishi. Wakati huo jeshi la polisi kama nilivyosema liko kwenye operation maalum. Limeweza kumshikilia mtu mmoja anaitwa Billy Mtafya, huyu ana umri wa miaka 19. Huyu ni fundi magari na ni mkazi wa Uyole katika jiji la Mbeya. Na vile vile tumemkamata mtu mwingine ambaye anaitwa Joseph Nyarusi miaka 25. Huyu ni kondakta wa basi na ni mkazi wa Dodoma, wakiwa nao na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 30. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Mei 19 na 20 katika operation inayoendelea majira ya saa 2 za usiku katika kizuizi cha polisi kilichopo eneo la mpakani, yani kati ya mpaka wa Mbeya na Njombe. Na baada ya kuwa wamekamatwa katika hiyo barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Njombe iliyoko katika maeneo yaliyoko katika wilaya hii ya Mbarali, watuhumiwa hao walikutwa wakiwa na mabegi 4 na sanduku moja yakiwa yamefungwa na mifuko ya nailoni ndani yake. Sasa katika upekuzi, kulingana na taarifa tulizokuwa nazo sisi za wasili ambazo tulikuwa tumezipata tayari, walikutwa sasa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, wakiwa wanazisafisha dawa hizo au mzigo huo katika mabasi ya abiria yenye namba za usajili namba T 683 ELK aina ya Yutong mali ya ABC upper class, na basi jingine ni T 385 EEU, hii ni aina ya Yutong mali ya kampuni ya Shabibi class. Haya mabasi yote yalikuwa yanatoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na hii biashara ambayo ni biashara haramu ya dawa za kulevya, ni kwamba wito wetu sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ni kwamba waache mara moja, kwa sababu haina nafasi katika jamii, na jeshi la polisi liko makini katika kukabiliana na hao wote ambao wanajihusisha na madawa ya kulevya, kwa sababu yanakwenda kuathiri afya ya akili ya watu na mwisho tunakosa nguvu kazi. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa jamii kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili wakamatwe, wafikishwe mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria ili kukomesha vitendo vyote vya uhalifu, ikiwemo hao ambao sasa wanachukua jukumu la kama huyu aliyekwenda kuchukua mtoto mdogo na siku 9. Kama ni swala la kishirikina, sisi nafikiri tumshauri. Inawezekana mganga huyu anamshauri vibaya, kwa sababu hakuna utajiri unaopatikana kwa kufanya vitendo kama hivyo. Na kama anataka utajiri, sisi jeshi la polisi tunashauri afike kwenye taasisi za kifedha, atapewa elimu na anaweza akafaidika na kupata faida kubwa. Lakini pia kama anataka mtoto, sisi jeshi la polisi pia tunatoa ushauri na tunawashauri watu waende watembelee hospitali zetu. Kuna hospitali ya Meta ya magonjwa ya kina mama, lakini pia kuna hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, na kuna hospitali ya rufaa ya mkoa. Kuna wataalamu wabobevu katika masuala mazima ya uzazi, wanaweza kumshauri mtu akapata mtoto kama alikuwa na nia hiyo. Lakini kama alikuwa na nia tofauti, pia sisi jeshi la polisi tunaendelea kuchunguza, na pindi tukipata uhakika ni nini kilichofanyika kwa huyu mtoto ambaye mpaka sasa hivi yuko hai na anaendelea kupatiwa matibabu kwenye hospitali ya mkoa, ili kujua afya yake ikoje na ameathirika kiasi gani alipokuwa nje ya mzazi wake aliyekuwa amemzaa, na kupata muda wa kuweza kumnyonyesha. Tutakapokuwa tumembaini huyo mtu, tutachukua hatua kali.